بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله جل شأنه في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، إلى أن قال تعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فالتيمم بدل عن الوضوء، وهو من أنواع الطهارة الشرعية. ففي هذا دليل، ويمكن أن يستنبط منه فوائد. ومن ذلك أحيانا قد يفقد شيء عظيم، شيء ذو مكانة، فيقوم مقامه شيء آخر، وإن كان لا يستحق ولا يقرب تلك العظمة. فقد وقع ما وقع، وقدر الله سبحانه وتعالى نافذ. فسافر شيخنا الله يحفظه بالفضل قاسم بن مفوت قاسم، وكان من المفروض أن يقوم على إلقاء نصائح عامة لجميع المشاركين في الدورة العلمية، فجاء ما لم يمكنه البقاء إلا الانصراف، فانصرف. ثم قال: تأتي أنت وتتكلم أمام الناس فتلقي النصيحة العامة. جيد. وهي مقامه ni makamu ya shuyukh, makamu ya mashekhe, lakini mashekhe wamepata dharura. Kwa hiyo tumekaa nafasi yao kama vile mchanga unavyokaa nafasi ya maji, sawa. Kwa hiyo makamu hii ni kwa ajili ya kuzungumza na kutoa nasaha za ujumla kwa washiriki wa semina hii ambayo tulianza tangu tarehe 18 na tunatarajia kuimaliza kesho insha Allah katika vipindi vya asubuhi. Kwa hiyo tutatoa nasaha chache za ujumla, ndio ratiba inavyoonyesha. Nadhani ratiba mko nayo. Kwa ni nasaha za ujumla, lakini pamoja na ujumla wake haziwezi kutoka katika msingi uliotukusanya pamoja ambao ni talabul ilm. Kwanza ni wapongeze kwa subira mlioifanya kukaa katika markazi hii pamoja na tabu mlizozipata kwa ajili ya kupokea kitu katika ilmu. Inawezekana kama ukupata kipya, lakini ikawa ni katika mlango wa almudhakara, kwa sababu ilmu kama haifanywi mudhakara inapotea. Yakulu al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala: afatul ilmi an-nisyan wa tarkul muraja'a. Majanga ya elimu ni kusahau pamoja na kuacha kufanya muraja. Kwa hiyo kama ulikuja hapa ikawa yote yaliyosomeshwa hapa ni marejeo, sio tatizo, kwa sababu ni sehemu katika kusoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika niwapongeze kwa kutoa fedha zenu, mali zenu, wakati wenu kwa ajili ya kuja katika jambo muhimu, jambo la ilmu. Na alitangulia Sheikhuna Abu Hashim hafidhahullah kuzungumzia kuhusiana na uwajibu wa kusoma, kadhalika na sharafu ya wanawachuoni na sharafu ya ilmu. Ilmu ni jambo kubwa, kwa sioni mtu kama amepoteza muda au amepoteza mali yake kuja katika markazi kama hii kwa ajili ya kusoma, kwa ajili ya kujikumbusha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala,
ni jambo kubwa, na ayat wal ahadith katika mlango wa kutafuta ilmu na fadhila zake ni nyingi zilisoma. Mimi nitakumbusha baadhi ya hadith na aqwali salaf, kisha tutakuja kuelezea ulazima wa sisi kusoma, yani ile hali ambao wako nayo waislamu leo. Kwa nini watu hawajasoma alafu wanaona kawaida, na nini ambacho natakana wafanye, na wale ambao wameazimia kusoma wapite njia gani? Kuna ambao wameazimia kusoma tu wajue dini yao, kwani kiwango hicho kitatumia muda gani cha wewe kusoma ujue ibada yako? Je, kitahitaji mwaka mmoja, miwili, mitatu? Tutaeleza insha Allah. Kadhalika na wale ambao wamekusudia kusoma kwa ajili ya kuwa walimu na mashaikh, na wao pia watahitajia hatua gani na muda gani kusoma, in wafaqana Allah subhanahu wa ta'ala lidhalik. Katika hadithi ambayo nitapenda tuikumbushe hapa ni hadithi ya Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu anin nabii sallallahu alayhi wasallam qala, anasema Abu Musa, mtume alayhi salatu wassalam amesema, mathalu ma ba'athani Allahu bihi min alhuda walilm kamathali alghaythi alkathir asaba arda. Anasema mtume alayhi salatu wassalam, mfano wa kile ambacho amenituma nacho mimi Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye sikatumwa alayhi salatu wassalam kuja kwetu, sasa anataka kupiga mfano, kwa sababu hiyo ndio ilikuwa njia ya mtume alayhi salatu wassalam, kupiga mifano kwa kutumia vitu ambavyo vinaonekana, ili kuweza kuithibitisha katika vichwa na nyoyo za masahaba wake maana ambazo hazionekani. Kapigwa mifano ya vitu mahsusa kwa ajili ya kuthibitisha ile maana ambayo ni dhihinia, yani maanawia isionekana, na hilo lipo sana katika Qur'ani. Utaona Allah subhanahu wa ta'ala akipiga mfano wa Mayahudi, mfano wa yule ambaye amebeba kitabu halafu hajui maana yake, kama thalil himari yahmilu asfara, ni kama vile punda ambaye anabeba mzigo wa vitabu na hajui maana yake. Kwa nini ameleta mfano huu? Kwa sababu watu washazoea kumuona punda na akibeba mizigo, pamoja na kwamba anaweza kuwa na kiu na asifaidike na kile alichokibeba. Kwa hiyo hutumia Qur'an mifano ya vitu vinavyoonekana katika kuelezea na kuithibitisha maana ya vitu ambavyo havionekani katika nyoyo za waja. Kwa hiyo mtume alayhi salatu wasalam akapiga mfano wa kile ambacho Allah amemtuma nacho, nayo ni dini ya Uislamu, kadhalika na elimu. Akataka kufananisha na kitu ambacho watu wamekizoea ili waweze kuelewa mfano huu. Akasema mfano wa kile ambacho Allah amenituma nacho, minal huda wal ilmi, ambacho ni uongofu wa Uislamu na elimu. Mtume alayhi salatu wasalam ametumwa na Uislamu, kadhalika ametumwa alete ilmu ya kisheria. Sasa mfano wake kama thalil ghaythi alkathiri asaba arda, mfano wake ni kama mvua nyingi ilionyesha na kuipata ardhi. Kwa hiyo wewe utasawwa, uliingize katika taswira jambo hilo kwamba mvua imenyesha katika ardhi fulani, mvua kubwa. Fakana minha naqiyya, kukawa katika ardhi hiyo ambayo imenyeshewa na hiyo mvua kubwa, pakapatikana kuna sehemu katika ardhi naqiyya, sehemu safi, ardhi nzuri. Tabia ya ardhi hiyo, faqabilatil ma, ardhi ile ikayakubali maji, ikayafyonza yale maji. Faambatatil kalaa wal ushba alkathir, matokeo yake ardhi hiyo ikaotesha ndishwa, yani yale majani ya kuliwa na wanyama. Kwa hiyo ikaotesha mimea na majani mengi, halafu watu wakafaidika kama takavyoeleza katika hadithi hapo. Watanywesha wanyama wao maji katika ardhi ile, watakula mimea na wanyama wao watakula majani. Wakanat minha ajadibu, na palikuwa katika ardhi hiyo kuna sehemu nyingine ni ngumu, ardhi ngumu, ardhi ambayo amsakatil ma, iliyazuia maji, haikuyafyonza, imenyesha yenyewe ikayazuia maji, ikawa maji yametuama katika ardhi hiyo. Fanafa Allahu biha annasa, Allah subhanahu wa ta'ala akanufaisha kwa kupitia kipande hicho cha ardhi, akawanufaisha watu. Kivipi? Fasharibu wasaqau wazara'u,
watu wakanywa maji sababu yametuama pale, kadhalika wakalima na wakanywesha wanyama wao. Kwa hiyo ikawa ile ardhi yenyewe haikufanyika na maji, lakini imewafaidisha watu tofauti na ile ardhi ya kwanza. Wa asabat minha ta'ifatan ukhra, na mvua hiyo ikapata sehemu nyingine katika ardhi. Qala innama hiya qi'anun, hakika si vinginevyo ardhi hiyo, sehemu ya tatu hiyo, ni ardhi ya changaforo, ardhi ya tiftif, ardhi laini ambayo maji yakiingia haiwezi kuyazuia, yanapitiliza moja kwa moja. La tumsiku ma'an wala tumbitu kala'an, ardhi hiyo haiwezi kuzuia maji wala haiwezi kuotesha mimea wala majani. Qala fadhalika mathalu man faqaha fi dinillah, basi huo niliowapigia ndio mfano wa yule ambaye amejifunza katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi, na kikamnufaisha yeye kile ambacho Allah amenituma nacho. Fa'alima wa 'allam, akajua akajifunza na akafundisha wengine. Wa mathalu man lam yarfa' bidhalika ra'sa, na huo pia ni mfano yule ambaye hakunyanyua kabisa kwa ajili ya elimu na uongofu, hakunyanyua kichwa chake, hakuzingatia. Wala yaqbal huda Allahi alladhi ursiltu bi, na wala hakukubali uongofu wa Allah ambao amenituma kwao. Mtume alayhi salatu wasalam anatengeneza taswira ya kwamba umma wake, wale watu ambao wamesikia da'wa ya Mtume alayhi salatu wasalam, katika upande wa elimu na upande wa uongofu wamegawanyika sehemu tatu. Kuna watu ambao wanafanana na ile ardhi ya kwanza, wao wamesikia uongofu wa Mtume alayhi salatu wasalam na ilmu yake, watajifunza wakanufaika wao kama ile ardhi ikayanyonya maji, kadhalika wakawanufaisha wengine kama ilivyokuwa ardhi iliyootesha mimea, watu wakanufaika kwa watu hawa. Na hawa ni wale wanaochuoni na wale wanaoshughulika na kujitafuta ilmu na kuisoma na kuisomesha, wao ndio bora katika watu. Khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu. Kadhalika mfano wa watu hawa waliosikia da'wa ya Mtume alayhi salatu wasalam, kuna kundi ambalo ni kama ile ardhi ngumu, lenyewe kazi yake ilikuwa ni kuzuia maji, na kuna watu kazi yao ilikuwa ni kuhifadhi riwayati, mapokezi, mafunzo ya Mtume alayhi salatu wasalam, wakayahifadhi tu, wao hawakuyafanyia kazi, wala wao hawakunufaika nayo zaidi ya kuwasimulia wengine. Hawa kidaraja wameshuka, lakini pia wana kheri fulani kwa sababu wamewafikishia wengine. Na kuna kundi la tatu ambalo Muislamu anatakana tahadhari asiwe hapo, ni lile kundi ambalo lam yarfa bidhalika ra'san, halikunyanyua kabisa kichwa chake kwa ajili ya uongofu alikuja nao Mtume alayhi salatu wasalam, wala ilmu yake ikawa mtu hasomi, hajifunzi dini ya Allah subhanahu wa ta'ala masaa 24 yote yeye anashughulika na mambo yake, hana sehemu aliyoitenga kwa ajili ya kujifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na anaona jambo la kusoma ni jambo la watoto, jambo la madrasa, jambo la watu ambao hawana mwelekeo wa kimaisha, watu wasiokuwa na mipango. Huyu ni mfano wa ile ardhi ambayo haikunufaika kabisa, iliyafyonza maji, haikunufaika yenyewe wala kunufaisha watu. Kwa hiyo inatakana Muislamu ajiweke hapa katika kundi hili la kuhakikisha kwamba yeye anakuwa miongoni mwa wale ambao wanasoma na insha Allah watasomesha, kwa sababu watasomesha kile ambacho anakijua. Salaf salih, wale wema waliotangulia, walijua maana ya ilmu, pamoja na kwamba hali zao hazikuwa kama za kwetu. Hawakuhitajia kukaa kusoma nahwu wala sarf wala balagha, lakini walifahamu maana ya ilmu na wakatoa umri wao kwa ajili ya kuitafuta ilmu. Yaqulu Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ta'allama Umaru, yani baba yake anasimulia, anasema Abdullah ibn Umar alijifunza Umar ibn Khattab, baba yake alijifunza, ta'allama Umaru al-Baqarata fi 12 sana, alijifunza Umar ibn Khattab suratul Baqara kwa miaka 12, kwa miaka 12. Falamma khatamaha nahara jazuran, alipoihitimisha suratul Baqara akamchinja ngamia kwa furaha ya kuimaliza suratul Baqara. Yati tasaulat, yatakuja maswali hapa kama Umar al-Khattab
miaka 12 alikuwa akisoma nini kwenye suratul Baqara? Alafu na wewe umesoma miaka mingapi Qur'ani nzima? Suratul Baqara wewe utasoma miaka mingapi? Umar akuhitajia nahau, kama nilivyosema kwamba tutakuja kueleza hatua za watu kusoma, wanaokusudia kusoma, utakuja kuona namna zinavyokula umri. Lakini Umar hakuhitajia nahau, hakuhitajia sarf, hakuhitajia balagha, hakuhitajia adab. Ni vitu ambavyo wao walikuwa navyo kimaumbile, kwa sababu wamezaliwa katika mazingira ya lugha hiyo, hawakuvihitajia. Kwa nini alikuwa miaka 12 anajifunza suratul Baqara? Hii inatafsiriwa na baadhi yao, walikuwa wao salaf wakijifunza aya moja la yatajawazuna, hawaivuki aya hiyo hata yataallamu maaniha, mpaka wajifunze maana ya hizo ayat. Kwa akijifunza aya 10 mpaka ajue maana yake, wal amala biha, na afanyie kazi. Baada ya hapo anajifunza aya nyingine, kwa sababu Qur'an ni kitabun anzalnahu ilayka mubarakun. Allah anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hii Qur'an ni kitabu ambacho tumekuteremshia wewe, kina baraka nyingi. Lengo lake ni nini? Liyadabbaru ayati, ili wapate kuzizingatia aya zake. Ili uzingatie maana, lazima ujue kinasomwa nini, ujue kimesemwa nini. Kwa hiyo kuna kujua lugha hapo, kuna kujua hiki, kuna kujua kile. Lengo watu wazingatie, waliyatadhakkara ulul albab. Kwa hiyo salafu walijua maana ya ilmu, ndio maana walitumia umri mrefu katika kuisoma ilmu ya kisheria, kwa sababu ndio kuna kumjua Allah ukweli wa kumjua. Inma yakhsha Allah min ibadihi alulama. Yaqulu Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, kafa bil ilmi sharafan an yad'iyahu man la yuhsinuhu. Anasema Ali ibn Abi Talib, inatosha kwa elimu kuwa ni jambo kubwa, ni jambo la utukufu kwa kule kuidai yule ambaye haijui elimu. Mtu hajawahi kusoma lakini anataka aonekane na yeye anajua, bali ukimuita mjinga anachukia. Hilo latosheleza kuonesha elimu ni jambo kubwa, kwa sababu hata ambaye hajasoma anataka kuonekana amesoma. Kafa bil ilmi sharafan an yad'iyahu man la yuhsinuhu wa yafrahu bihi idha nusiba ilayhi, na anafurahi kwa hiyo elimu anaponasibishiwa, kama unajua bana wewe mashaallah mtaalim. Akiambiwa hivyo nafsi yake inafurahi. Hiyo yaonesha kwamba ilmu ni jambo kubwa. Wakafa bil jahli dhamman an yatabarra minhu man huwa fi, na inatosha kwa ujinga, kuridhika na ujinga katika dini ya Allah kuwa ni jambo baya, jambo la kusemwa vibaya, kwa kule kujiweka mbali yule ambaye yuko katika ujinga. Hakuna mtu anapenda kuambia wewe mjinga, wewe hapendi. Hichi kitendo cha mtu kuchukia kuitwa mjinga ni dalili ya kuonesha ujinga, si jambo zuri. وقال أبو مسلم الخولاني رحمه الله تعالى, العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء إذا بدأت للناس اهتدوا بها وإذا خفيت عليهم تحيروا. أنا سمع أبو مسلم الخولاني, العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء, wanawachuoni katika ardhi ni kama mfano wa nyota zilizokuwa katika mbingu. Idha bada'at linnas, nyota hizo zinapochomoza kuwamulikia watu, ihtadau biha, watu wanaongoka kupitia nyota hizo, wanapata mwangaza. Mwezi umekuja, watu wanatembea. Wa idha ghafiyat alayhim tahayyaru, na pindi nyota hizo zinapofichikana zikazama, basi wanadangana, wanatahayari, hawajui waende wapi. Kwa sababu hasa katika zama tulizonazo, katika mitandao ya kijamii kumeenea fikra mbalimbali, fikra potofu. Unaweza kukutana na mtu hapo anasema Qur'ani pekee ndio inatosheleza, hakuna habari ya sunna hapo, hakuna habari ya hadithi. Wako kundi hili lipo na liko kwa kasi ya ajabu wengi. Kuna siku moja nilikuwa nafanya munakasha nao, nikamsikia mama mmoja ana miaka 60, anasema mimi bwana na miaka 60 mtu hawezi kudanganya. Sasa hivi nishapata haki ya kwamba Uislamu ni Qur'an only, hakuna habari ya hadithi zimeandikwa na Wajemi, zimeandikwa. Kwa anasema kwa umri aliofikia wa miaka 60 hayuko tayari kuja kudanganywa na mtu kwamba kuna kitu kinaitwa sunna. Kwa anamshukuru Allah kwa kumuongoza kujua kwamba Qur'an ndio kitu pekee cha kuitegemea pasi na hadithi za Mtume alayhi salatu wasalam.
na watu wako hapo wanatetea hoja, maelfu ya watu waislamu. Kwa hiyo watakapopatikana watu wa kubainisha uovu wa watu kama hawa, hilo ni kundi moja nimelitaja, wala makundi ni mengi na wazungumzaji ni wengi kwenye mitandao. Kama hakuna wa kubainisha na kuweka wazi kwamba hawa si watu wa sawa, huyu ni mtu wa bid'a, jambo hili ni uzushi, hii ni batil, watu watakuwa wametahayari, hawajui waelekee wapi. Ndio pale wanapofikia baadhi ya waislamu kusema mnatuchanganya, mashehe mnatuchanganya, si maamuma, hatujui sasa tufanyaje. Hakuna fikra ya umamuma katika Uislamu. Umamuma ni katika swala, lakini wewe utakana ujue ibada yako, ujue Uislamu wako, ujue kila ambalo linaweza kuvunja na kuipoteza dini yako. Unaweza ukasikia shubha moja ikakupeleka mbali na kukutoa katika Uislamu moja kwa moja, shubha moja tu, kwa sababu sitasikiliza leo, wamsikiliza huyu. Wakati mwingine unaweza kutumia ukaona kama ni kichekesho tu, usikilize hivi, kumbe ndio unaondoka katika Uislamu. Kwa hiyo wanawachuoni wao ni kama nyota zilizo katika mbingu, wanapochomoza basi huwaongoza watu, na wakipotea wanawachuoni wakafa au ikawa hakuna mwanachuoni katika nchi hiyo, basi watu watakuwa wametahayari, hawajui waende wapi. Qala Sufyan ibn Uyayna rahimahullah, arfa'u an-nasi 'inda Allahi manzilatan man kana baina Allah wa baina ibadi. Anasema Sufyan ibn Uyayna. Sufyan ibn Uyayna katika wanachuoni wakubwa katika zama zilizotangulia, si wanachuoni wa hivi karibuni, ni katika wanachuoni ambao zimepokelewa kutoka kwao nasiha mbalimbali kuhusiana na elimu. Huyu siku moja aliulizwa, ila mata tatlubul ilm, mpaka lini wewe Sufyan utaendelea kutafuta ilmu? Wakati huo anaulizwa, hakuwa kama wewe wala kama mimi, yani hakuwa ni mtu mjinga, tayari ni mtu ana elimu, yani katika mashekhe wa Imam al-Bukhari huyu Sufyan. Sasa anaulizwa, wewe mpaka lini utafuta elimu? Mbona bado wasoma tu? Asema, rubba kalimatin tudkhiluni aljannata lam asma'aha ba'd. Sema huenda neno ambalo litakuwa ni sababu ya mimi kuingia peponi, huenda neno ambalo ni sababu ya mimi kuingia peponi bado sijalisikia, niache niendelee kusoma. Na wale wanaosoma wanajua, unakukaa miaka 5, 6, 7, miaka 10, afu unakuja kugundua kuna jambo ulikuwa unalikosea ndani ya miaka 10 yote ulikuwa unakosea, na bado unasoma. Alafu kuna Muislamu ambaye hashughuliki na kusoma kabisa. Sufyan anasema huenda neno ambalo litakuwa ni sababu ya mimi kuingia peponi bado sijalisikia, kwa hiyo niache niendelee kutafuta elimu. Sasa anatuambia arfa'u an-nasi 'inda Allahi manzila, mwenye daraja ya juu zaidi mbele za Allah kwa nafasi, man kana baina Allahi wa baina ibadihi, ni wale ambao wako baina ya Allah na baina ya waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, wa humul anbiya, na wao ni mitume, wal ulamau kadhalika, na ni wanawachuoni. Hawa wana nafasi ya juu zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala aidan, na amesema pia Sufyan, lam yu'ta fi dunya shay'an afdala min an-nubuwah, hapajawaipo kutolewa kitu katika dunia kilichokuwa bora zaidi kuliko utume. Yani jambo ambalo ni bora hapa duniani zaidi ni utume. Wama ba'da an-nubuwati shay'un afdalu min al-ilmi wal-fiqh, na hakuna kitu baada ya utume kilichokuwa bora zaidi kuliko elimu na fiqh. Walidhalika yaqul Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah ta'ala, Abdullah ibn al-Mubarak anasema, khayyara Sulaiman ibn Dauda baina al-mulki wal-ilm fakhtara al-ilma. Alipewa khiari Nabiyullah Sulaiman, alipewa khiari na Allah, je, unataka tukupe ufalme au tukupe elimu? Chagua kimoja kati ya vitu hivyo viwili. Fakhtara al-ilma, Nabi Sulaiman akachagua elimu, nipe elimu. Faatahu Allahu al-mulka wal-ilma biikhtiyarihi al-ilma, Allah subhanahu wa ta'ala akampa Sulaiman ufalme na akampa elimu kwa sababu ya kuchagua elimu. Amechagua elimu akapata vyote viwili, lakini angechagua ufalme angebakia jahil, angebakia bado ni mjinga, asingekuwa na elimu. Qala Sufyan ath-Thawri rahimahullahu ta'ala, la a'lamu min al-ibadati shay'an afdala min ta'allumi an-nasa al-ilma, sijui mimi katika ibada chochote ambacho ni bora zaidi kuliko watu kujifunza elimu. Sababu kujifunza elimu ndio shortcut, kama tulivyoambiwa, ndio njia anayetaka kwenda, akitaka shortcut ya kwenda peponi basi apitie katika elimu, kwa sababu wewe
kuwa na pesa utakazokuwa nazo, kuwa bilionea, ujenge misikiti, itafikia mahali itakwisha, baada ya miaka kadhaa itapotea. Lakini leo hii unaweza kuta kwamba hakuna Muislamu ambaye ataswali swala yake mwanzo mpaka mwisho akaimaliza, isipokuwa Abu Huraira atakuwa na thawabu. Ukianzia mwanzoni kwenye dua ya kufungulia swala, Abu Huraira amepokea hadithi pale, sawa. Ukiingia kwenye kusoma suratul Fatiha, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, Abu Huraira na hadithi. Yani ukifuatilia swala ya Muislamu unaweza kuta kuanzia mwanzo mpaka mwisho Abu Huraira kuna sehemu anafanyia kazi kile ambacho amekisimulia Abu Huraira, ima sehemu moja au mbili. Kwa hiyo Muislamu yoyote ambaye ameswali kwa kupitia ujumbe kutoka kwa Abu Huraira radhiallahu ta'ala, kuanzia zama hizo Waislamu wote wanaoswali. Kwa hiyo sisi sote kama tumeswali, tumefanyia kazi hadithi la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tukasoma suratul Fatiha, Abu Huraira amepata thawabu za swala zetu. Sasa ni watu wangapi ambao wanaisoma suratul Fatiha wakitakidi ni wajibu wa hadithi ya Abu Huraira? Wangapi? Alilmu la yuadilu shay, elimu haiwezi kulinganishwa na chochote. Kwa hiyo sisi hapa tukafanya hivyo, tukawafundisha na wenzetu mpaka itakapotoweka elimu hii katika ardhi siku ya kiyama kitakapokuja. Na utamfikiaje Abu Huraira siku ya kiyama? Kwa ndio maana akatuambia Sufyan, la a'lamu min al-ibadati shay'an afdala min an tu'allima an-nasa al-ilm, sijui mimi katika ibada jambo lolote ambalo ni bora zaidi kuliko kuwafundisha watu elimu. Ibn Abdul Barr al-Andalusi rahimahullahu ta'ala anasema, wa anshadani Abu al-Qasim Ahmad ibn Umar ibn Abdullah ibn Usfur rahimahullahu ta'ala li nafsihi shi'rahu fi al-ilm wa huwa ahsanu ma qila fi ma'na. Ibn Abdul Barr anataja mashairi ya mwanachuoni mmoja alikuwa akizungumzia ubora wa elimu na madhara ya ujinga, ya kukubali kubakia mjinga. Akasema huyu mwanachuoni, ma'al ilmi fasluk haithu ma salaka al-ilm, pamoja na elimu pita popote pale ambako elimu ipo, basi na wewe shika njia hiyo. Popote ambako watu wanakaa wakajifunza majalisi za ilmu, na wewe nenda huko. Yani jalia hata ulienda ukasoma alafu kuelewa, basi kukaa katika majalisi za ilmu kuna faida nyingi. Inna lillahi malaika sayahun, Allah na malaika wanaozunguka katika ardhi, kazi yao ni kutafuta vikao vya elimu. Wakifika pale wanakaa katika vikao vile wakiwatizama wale wanaosoma. Kadhalika wamajitamaa qaumun fi baiti min buyutillah, watu walijikusanya katika nyumba ya Allah wakawa wanamtaja Allah, wanasoma kitabu cha Allah, lakini wanafundishana baina yao. Umetajwa mambo kadhaa pale, katika hayo kuteremka utulivu, kufunikwa na malaika. Lakini akasema Allah, wa dhakarahumullahu fi man inda, Allah subhanahu wa ta'ala anawataja watu wao kwa wale waliokuwa kwake, malaika. Leo hii wewe ukaambiwa kwamba rais kule Ikulu amekutaja, tuna kijana wetu pale Shinyanga, mathalan wewe unatoka Shinyanga, tuna kijana wetu mmoja Shinyanga aitwa Muhammad ibn fulani, yuko pale anafanya shughuli fulani, akataja Ikulu wa Tanzania wakasikia. Wewe waonaje jambo hili? Ni furaha kwamba rais amenitaja. Aliyekutaja ni binadamu ambaye anaweza akafa, pamoja na kama ni rais, lakini binadamu, sawa wala la? Lakini huyo amekutaja mbele ya watu ambao katika hao kuna walevi, kuna wavuta bangi, lakini unafurahi. Sasa waonaje anayekutaja ni Allah Rabbul Alamin, ndio anayekutaja ni Allah, alafu anakutaja mbele za nani? Mbele za malaika. Hilo pekee yake linatosha kuwa ni sharafu, hata kama ukuelewa. Kwa hiyo anasema elimu itakapokuwepo na wewe pita huko, usiachane na ilmu. Akasema fa fihi jala'un lilqulubi min al'ama, katika elimu kuna jala'un lilqulubi, kuna kuzitoa nyoyo min al'ama, kutokana na upofu. Asiyekuwa na ilmu ni kipofu, haoni, hawezi kuona njia. Kwa hiyo kwa kupitia kusoma ataondokwa na upofu, atakuwa akiona, kama ilivyokuja katika surat Ar-Ra'd, afaman ya'lam annama unzila ilayka min rabbika alhaq kaman huwa a'ma, hivi yule ambaye anajua kwamba yaliyoteremshwa kutoka kwa Mola wako kuja kwako wewe Muhammad, kwamba yeye ni kama kipofu? Kipofu ni nani? Asiyejua. Sawa sawa. Kwa yule ambaye hajui ni kama kipofu. Sasa natuambia ukisoma kuna kuzitoa nyoyo katika upofu, wa aunun ala dini alladhi amruhu hatmu, na kuna kupata msaada
katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, dini ambayo jambo lake ni la lazima. Dini ni lazima, na kusoma utapata msaada wa hiyo dini. Fa inni ra'aytu al-jahla yusri bi ahli, hakika mimi nimeuona ujinga unawashusha, unawadharaulisha watu wake. Anasema mwanachuoni wa Abul Qasim ibn Usfur, hakika mimi nimeuona ujinga unawashusha na kuwafanya wadharaulike. Watu wajinga ni watu wenye kudharaulika. Wadhul ilmi fil aqwami yarfa'uhu al-ilmu, na mwenye elimu kwa watu elimu inamnyanyua. Kitaka nafasi ya juu basi jifunze ilmu. Yuaddu kabira alqaumi wa huwa saghiruhum, anazingatiwa mwenye elimu kwa ndo mkubwa katika watu na hali ya kuwa yeye ni mdogo wao. Inawezekana ni mdogo kiumri, ni mdogo kwa kifedha, hana cheo kwa watu, lakini kwa sababu ya ilmu anakuwa yeye ndo mkubwa wao. Wayamfudhu minhu fihimul qawlu wal hukmu, na inapita kwa watu hao, kwa wao itapita kauli yake na itapita hukumu yake kwa sababu ya ilmu yake. Qala wa ayu raja'in fi imri'in shaba ra'suhu, na ni matarajio gani basi kwa mtu ambaye zimefanya weupe kichwa chake, kwa maana kichwa chake kimeota mvi. Anasema watarajia nini wewe kwa mtu ambaye ashaota mvi katika kichwa chake? Wa afna sunayahu wa huwa musta'jimun fadim, na mtu huyo amepoteza umri wake, ameumaliza umri wake na hali yako yeye si mwenye kuweza kuzungumza kwa sababu ya kukosa elimu. Hawezi akiulizwa masala, hebu tuambie bana, wewe wasemaje kuhusiana na mwanamke aliyotokwa na manii ya mume wake baada ya jimaa? Mwanamke ashafanya jimaa na mume wake, ameenda kuoga, amerudi anaswali raka ya kwanza, yakatoka tena manii, anafanyaje? Jambo dogo tukaulizwa kama hili, hana majawabu, hawezi kusema. Anasema watarajia nini wewe kwa mtu ambaye kichwa chake kimeota mvi? Wa afna sunayahu, na ameumaliza umri wake. Wa huwa musta'jimun fadib, na aliyekuwa yeye si mwenye kuweza kuzungumza kwa sababu ya ujinga. Hawezi kutoa hukumu sababu ni masala madogo, wala si mpaka wapelekewe makadhi. Mtu huyu tabia yake ya ruhu wa yaghdu wadahara sahiba bitnatin, anaondoka wakati wa asubuhi na anaondoka wakati wa jioni, kwa maana ni mtu siku nzima anazunguka sawa sawa pamoja na zama, yani mwaka mzima shughuli yake ni hiyo, lakini yeye sahiba bitnatin, hali ya kuwa yeye ni mtu wa kuchunga tumbo lake. Wakati wote yeye wazunguka, ataka kujaza tumbo tu, atakula saa ngapi, atapataje pesa ili aweze kula. Hiyo ndo kazi yake. Tarakaba fi akhdaniha al-lahmu wash-shahmu, vimepandamana katika mbavu zake mafuta na nyama. Mtu ananenepa tu, anakuwa bonge tu kwa sababu ya kazi yake ni kula asubuhi mpaka jioni, anafikiria hilo tu. Idha suila al-miskinu an amri dinihi, pindi atakapoulizwa maskini huyu kuhusiana na jambo lolote katika dini yake, bada'at ruhadha'ul 'ayyi fi wajhihi tasmu, basi hudhihiri jasho la kushindwa katika uso wake linachomoza. Akishaulizwa masala katika dini ashaanza kutoka jasho, hajui anasemaje, sababu ashughuliki yeye kuanzia asubuhi mpaka jioni, shughuli yake ni kuhakikisha tumbo lake limejaa. Qala wa hal absarat aynaka aqbaha mandharin, anauliza je, macho yako yashawahi kuona mandhari mbaya? Min ashyaba la ilma ladaihi wala hulm, macho yako yashawahi kuona mandhari mbaya kuliko mzee ambaye hana elimu wala hana malengo? Amezungumza maneno makali sana kwamba kumwona mzee ana elimu yoyote wala hana malengo katika dini yake, hajifunzi. Sasa sababu ameanza kusoma ni watu wazima. Elimu hii sio kama ni ya watoto wadogo ndio, kwa sababu watoto na sisi nani amekalifishwa na sheria? Sisi. Mtoto mdogo anaenda madrasa tu ajifunze, lakini wajibu wa sawa kusoma ni wako sisi, na masahaba wamejifunza wa hum kibar. Sasa anasema je, ushawahi kuona mandhari mbaya kuliko mtu mzima ambaye hana elimu wala hana malengo? Qala hiya sawatu sawa fahdhar shamataha, anasema ujinga ni aibu mbaya, tahadhari na fedheha yake. Fa awwaluha khizyun wa akhiruha dhammun, kwa sababu mwanzo wa ujinga ni fedheha na mwisho wake ni kusemwa vibaya. Fa khalit ruwat alilmi washab khiyarahum, bas changanyika na wenye kupokea elimu na suhubiana na wale wabora wao. Siku zote wewe kuwa ni mtu wa kusuhubiana na watu wa elimu. Fasuhbatuhum zainun wa khultatuhum ghanmun, kwa sababu kusuhubiana na watu wa elimu hilo ni pambo na kuchanganyika nao ni kufaulu.
kupata ghanima. Wala ta'duwan aynaka anhum fa innahum, na wala macho yako yasiwaepuke, usipeleke macho yako kwa sehemu nyingine kwa waepuka watu wa elimu. Kwa sababu gani? Fa innahum nujumun idha ma ghaba najmun bada najmun, kwa sababu wanawachuoni ni nyota hizo, pindi inapozama moja inachomoza nyota nyingine. Fa wallahi laula alilmu mattadhaha alhuda, anasema na hapa kwa Allah, lau kama si elimu uongofu usingekuwa wazi. Wala laha min ghaibi al-umuri lana rasmu, na wala isingetudhihirikia sisi chochote katika elimu ya ghaibu kama si elimu. Ilmu ndio sababu ya watu kuongoka na ndio sababu ya watu kukaa katika njia, kama anavyotuambia al-Hafidh al-Hakami rahimahullahu ta'ala, faljahlu aslu dhalali al-khalqi qatibatan, ujinga bana ndio sababu ya kupotea watu wote. Upotevu wote unaouona katika dunia ni sababu ya ujinga. Wa aslu shiqwatihim turran wa dhulmihim, na ndio sababu ya uovu wao na ndio sababu ya wao kudhulumu. Mtu kimwona anadhulumu nafsi yake ni kwa sababu ya ujinga wake. Kila kitendo cha wewe kufanya maasi ni ujinga wako kuhusiana na ile cheo na ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala, ndio unakufanya uzembe na kufanya maasi. Wal ilmu aslu hudahum ma'a sa'adatihim fala yadhillu wala yashqa dhul hikami, na elimu ndio sababu ya watu kuongoka na kupata utukufu, basi hawezi akapotea mwenye elimu. Dhul hikami na kusudia dhul ilm. Na ndio maana Mtume alayhi salatu wasallam akasema, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din, yule ambaye Allah amemtakia khairi anampa fiqhi, anampa ufahamu wa dini. Qala al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, Ibn Hajar anasema wa mafhumu al-hadith, na kinyume cha hadithi hii tulipoambiwa kwamba yule ambaye Allah amemtakia anampa ufahamu wa dini, yule ambaye ametakiwa khairi, anasema kinyume chake, man lam yatafaqaha fi dini, yule ambaye hakujifunza katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala hakutakiwa khairi. Maana ya kujifunza ni nini? Akasema ay yataallama qawaid alislami wama yattasilu biha min alfuru', ajifunze misingi ya ujumla ya Uislamu na yale ambayo yanarudi kwenye misingi hiyo katika zile furu' tanzu mbalimbali, kwamba msingi huu utaingia ndani yake jambo hili na jambo hili na jambo hili, ajifunze. Kama hajui mambo hayo, Allah subhanahu wa ta'ala hajamtakia khairi, kwa sababu itakuwa ni sababu ya kutokubali matendo yake. Sababu kila anayefanya matendo pasi na ilmu, matendo yake ni yenye kurejeshwa, kama anavyosema mshairi, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu, na kila ambaye pasi na elimu anafanya matendo kwa ujinga, basi matendo yake ni yenye kurudishwa. Allah subhanahu wa ta'ala hakubali kuabudiwa kwa ujinga. Kwa jambo la ilmu ni jambo kubwa, linahitaji azma wa watu kusoma, kutoa umri wao na kutoa nafasi zao. Hizi siku ngapi mlizozitoa hapa ni chache sana, kama tutakavyokuja kueleza inshallah baada al-maghrib, ni siku chache sana. Tukisema tone katika bahari pia na hisi itakuwa si sawa, ni siku chache. Alimuhimu elewa ni siku chache sana, lakini elimu ni maisha ya Muislamu, kama alivyosema Imam Ahmad alipoulizwa kuhusiana na elimu, utatafuta mpaka lini elimu? Akasema al-ilmu min al-mahdi ila al-lahd, ilmu ni kuanzia mtu amezaliwa mpaka kufa, kwa sababu elimu ni ibada. Muda wa kuwa ibada haikatiki na elimu haikatiki. Muislamu atakana wakati wote ajishughulishe na kusoma, na katika elimu kuna adabu zake usome, lakini umkusudie Allah subhanahu wa ta'ala. Ama ukisoma na haukujipamba na adabu zake, basi elimu yako haina maana. Usome na kujipamba na adabu, ziko nyingi, hatuwezi kuzitaja kwa sababu ya wakati, lakini anayejifunza lazima ajipambe na adabu za elimu, kama mambo ya ikhlas, kadhalika kuheshimu wanawachuoni, kadhalika kuwa na tawadhu, kujishusha. Kuna baadhi ya watu wakijua masala mamoja, basi hakuna alim duniani kama yeye, kama alivyosema Imam Shafi'i, al-ilmu arba'atu arba', elimu imegawanyika makundi manne, robo nne. Man dakhala fi rubi' al-awwal takabbar, yule ambaye ataingia katika robo ya kwanza katika elimu anapata kibri na kujiona, wa alima au dhanna au alima annahu la yujadu alimun siwa, na atakuwa anaona kwamba hakuna mwanachuoni kama yeye ndo anajua kila kitu. Lakini akiingia katika robo ya pili atajishusha, kwa sababu atakuwa anajua yale mengi ambayo
hayajui ndio mengi zaidi kuliko yale ambayo anayajua. Na atakaingia katika rubu ya tatu atakithirisha kauli yake kusema la adri, kila anachoulizwa anasema la adri, sijui, kwa sababu anajua khilaf limaarifatihi bil khilaf, kwa sababu ya kule kujua kwake khilafu za baina ya wanawachuoni. Ama rubu al-akhir fala yudriku ahad, ama rubu ya 4, ile rubu ya 4 elimu haidiriki mtu yoyote. Jambo hilo liko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa nataka tujiulize baadhi ya maswali. Allah subhanahu wa ta'ala amesema katika Qur'an na ayatu waisoma kila siku, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah hakuumba majini na watu isipokuwa wapate kumwabudu. Hilo ndio lengo, si ndio? Mtu ajikwambia bwana, nataka uende sokoni hapo kanunue nyanya, ukikosa lete vitunguu. Ukifika unaanza kuulizia nini? Nyanya, si ndio? Sasa Allah subhanahu wa ta'ala amesema wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lengo sisi ni kufanya ibada, lakini kuna mambo mengine ambayo na yenyewe yapo. Si vibaya ukasoma ukawa daktari, si vibaya ukawa engineer, si vibaya ukawa mwalimu, si vibaya ukawa ni fundi carpenter, si vibaya ukawa mkulima. Wewe ukifika duniani 99% wakati wako huko kwenye kilimo, huko kwenye ufugaji, alafu 1% ndio ubakisha katika, yani kama yule ambaye ametumwa nyanya akaenda kununua nini? Akaenda kununua vitunguu. Haina maana kwamba usifanye kazi, lazima ufanye kazi ili ule, sawa, lakini malengo ni wewe ule, au malengo ni mengine? Malengo ni wewe ule, wewe utakana wewe ule, lakini malengo ni kumwabudu nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa basi, ili mtu asome elimu ya udaktari, acha udaktari una miaka mingi. Mwalimu, kwa mwalimu mwenye degree moja anahitajia miaka mingapi kuanzia primary mpaka amalize degree yake moja? Miaka mingapi? Au hamjui miaka mliotumia kwenye kusoma? 10 na ngapi? 16. Huyu amesoma mpaka degree moja. Hivi mtu mwenye degree moja ndio msomi kwa maana, yani ndio amesoma amefika mwisho, au ni msomi wa kawaida kwa dunia? Sasa degree moja ni msomi wa kawaida. Sikwambia aliishia form 6 ndo kabisa, aliishia form 4 ndo kabisa, kama hayuko kwenye uwanja wa elimu. Lakini mpaka umalize form 4 miaka mingapi? 7 jumlisha 4 mingapi hiyo? 11. Kama ulisoma na chekechea inakuwa 12. Miaka 12 mtu kamaliza form 4, alafu kwenye elimu ya dunia bado ni jahili, si ndio? Bado form 4 bado ni mtu jahili. Huwezi kusema utazungumza nini yani kwenye udaktari au kwenye uinjinia alafu umeishia form 4, utasema nini yani? Bado wewe ni jahili. Lakini miaka mingapi? Miaka 12 anasoma kitu ambacho sio lengo yeye kuumbwa hapa duniani. Hilo la kwanza, sawa. Lakini la pili, hii elimu kaeka nani? Wameweka watu ina Archimedes principle na wengineo, kwa mnazisoma kule yani yale mawazo ya watu kina Darwinism katika biology. Dunia imetokea wapi? The earth come from nowhere. Dunia haina sehemu imetokea, mara mwanadamu alikuwa kadha. Elimu yote ya kuanzia primary mpaka chuo kikuu imewekwa na nani? Na binadamu, si ndio? Imewekwa na binadamu. Ni mawazo ya watu ambao wanakosea na wanapatia, na ndio maana wanakosoana pia, sawa? Msinielewe vibaya, sikusudi kusema elimu ni mbaya. Kuna kitu nataka mkifahamu hapo mbeleni, kwa maana haya ni mawazo ya watu wamekaa wakatafakari. Lakini ili uyasome na uyaelewe na uzingatiwe, wewe ni msomi katika hayo mawazo ya watu, ambaye pia sio lengo la wewe kuletwa hapa duniani. Unahitaji miaka mingapi? Ala aqali 16 ufike degree ya kwanza, sawa? Sasa tugeuze na wakati huo akatokea shekhe mmoja ambaye amesoma huko mpaka akamaliza PhD katika elimu yake ya qiraati wa tafsiri mathalan, alafu akaja pale hospitali, ameingia yuko bize pale, amekuja kufanya surgery, nataka kuwapasua wagonjwa. Shekhe vipi? Mimi sijasoma, akimdanganya mambo ya daktari anishapitia. Alafu nataka kumpasua mkeo kujifungua, utakubali? Hawezi kukubali, si ndio? Tugeuze sasa. Muislamu anajua kwamba lengo la yeye kuumbwa ni kufanya ibada. Hiyo ibada ili aifanye, anaambiwa jua kwanza, fa'lam, jua kwanza annahu la ilaha illa Allah, afu wastaghfir li dhanbik. Matendo yanakuja baada ya nini? Baada ya elimu ambayo ni lengo la wewe kuumbwa hapa. Tunafikiana? Lile ndio lengo la wewe kuumbwa.
elimu hiyo aliyeteremsha ni nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala, elimu ambayo ina tafasili za kila kitu. Kule kwenye elimu hapa tulikuwa tunazungumzia elimu ya udaktari mathalan, au elimu ya nini, hatujakwambia wewe una elimu ya udaktari, uwe na engineer hapo hapo, uwe mwalimu hapo hapo, mtu wa geography, uwe mtu wa historia, hatujazungumza hivi. Lakini elimu ya dini utakana ujue fiqh, utakana ujue nahwu, ujue sarfu, ujue balagha, utakana ujue usul fiqh, qawaid fiqhiyya, mustalah alhadith, ujue hadithi zenyewe na ulumu zake. Hayo yote utakana uyafahamu. Sawa sawa. Kwa hiyo ni elimu, pamoja na kama kuna baadhi wanawachuoni wamefanya jitihadi kuweka, lakini ni elimu ambayo zinahudumia elimu aliyoileta nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Elimu kama hii, lengo la wewe kuletwa hapa duniani na imeletwa na Allah, wewe wafikiri utasoma kwa miaka mingapi? Yani ikiwa ile elimu ambayo sio lengo na imewekwa na watu yatoshe miaka 12 umefika form 4, wewe bado ni jahil, bado ni mjinga. Haya, katika hii elimu ambayo ndio lengo na aliyeshusha ni Allah, na ile ulikuwa unasomea kitu kimoja, hii watakana usome yote. Yani hamna habari kwamba masala fulani bana hii mimi sijasomaga, hii na hamisi hivi. Huko katika dini hamna habari hiyo. Watakana kila kitu unafahamu kwa kiasi kile cha wajibu, unatakana wewe unajua. So unakuja aya unasoma au hadithi, sehemu ya kutia dhamma weka fatha, tatizo nini? Hamisi sijasoma nahau. Huko hamna hiyo. Kama kule utakapouliza mimi mambo ya uinjinia sijui, wewe niulize kuhusiana na mtu. Hapa katika elimu ya dini utakana kila kitu ukijue. Unahitajia miaka mingapi? Kweli ni kweli imetosheleza ile miaka uliompeleka mtoto wako miaka 2-3 akasoma madrasa? Ndio imetosha ile? Ule umri ambao ulisomeshwa madrasa ulikuwa unaenda mkifika mapiga ngoma tu, marukaruka, wenda wasinzia darasani miaka 2, ndio imetosheleza kumjua Allah subhanahu wa ta'ala? Alafu rudi kule Umar, ta'allama al-Baqara fi 12 sanatan, amesoma suratul Baqara miaka 12. Alipomaliza alhamdulillah akachinja ngamia kwa furaha. Mwarabu. Haya, wewe mwajemi mwenzangu na mimi ambaye tutakana tukuanzishe kwenye kaida kunun fatha bas kun hivyo, waanza huko usome, ujue kusoma Qur'an, usome lugha ya Kiarabu na matawi yake, usome elimu ya fiqh na elimu zake, sema na elimu zake kama kawaid al-fiqhiyya, usul al-fiqh na vitabu vyake, usome elimu ya lugha, sarfu, balagha, adab, usome elimu ya sira ya kumjua Mtume alayhi salam, ujue tauhidi. Miaka mingapi utahitaji? Kwa utaona hakuna uadilifu, kwamba swala la dini watu wameona ni jambo la ziada tu. Unaweza ukasoma mjanja ukaungaunga, hamna habari ya kuungaunga. Tutakuja kuyaona hayo inshallah baada al-maghrib, tukielezea hatua za usomaji, kwamba watu watakana wakae chini wasome. Kusoma hasa hakuna ujanja katika dini, kwa sababu huwezi kuleta ujanja kwenye ibada. Lazima ujue ibada yako mwanzo mpaka mwisho. Jambo hili likitokea nafanyaje, hili likitokea nafanya vipi? Kuna masala yatakutokea katika swala yako, humo ndani ya swala, huwezi kutafuta fatwa pale, lazima uone jawabu. Na kesho kuna jingine na kuna jingine na kuna jingine. Ukizungumza ibada ya swala peke yake tu, ina masaili mengi, maelfu ya mambo ambayo yanaweza kutokea ukiwa katika uhai aliyokuwa anatekeleza ibada. Nani atakupa majibu? Sio kila kitu utapiga simu. Umekinzana na mke wako kule ndani, kuna baadhi ya mambo unaweza kuyafanya kama mwanaume, kumbe mdhulumu, uandikiwa dhambi. Sababu kuna mengine tunayachukulia kawaida. Kwa hiyo unaona hili litakuwa hivi tu, kumbe hukumu yake tofauti. Kwa hiyo Muislamu lazima asome na atoe umri wake. Kwa hiyo hapo ndio utaelewa yale maneno ya Imam Ahmad ya kwamba elimu ni kuanzia kuzaliwa mpaka kufa. Wale ambao hawana elimu watabakia kama wanyama, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, walaqad dhara'na li jahannam kathiran min al-jinni wal-ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaik kal an'am bal hum adall. Allah ameandaa moto wa jahannam kwa sababu ya wengi katika watu, kwa sababu wana nyoyo hazifahamu, wana masikio hayasikii, wana macho hayaoni. Je, ni viziwi? Hapana, wanasikia lakini hawezi kusikia haki, wanaona lakini hawezi kuiona haki, kwa sababu hawana elimu. Allah anasema ulaika kal an'am, hao ni kama wanyama, bali hum adall, bali wao wamepotea zaidi kuliko wanyama, kwa sababu mnyama yeye hajakalifishwa na sheria. Sasa wewe umekalifishwa na umepewa akili ya kufanyia kazi. Al-Hafidh al-Hakam akasema la sam'a la aqla bal la yubsiruna bihi wa fi as-sa'iri mu'tarifun kullun bi dhanbihim. Watu wajinga hawana akili, la sam'a la aqla, hawana usikivu, hawezi kusikia haki, wala hawana akili ya kufahamu haki, bal la yubsiruna bihi, bali hawezi kuona haki.
wa fi sa'iri mu'tarifun kullun bi dhanbihi, na katika moto wa jahannam kila mmoja katika wao atakiri dhambi yake. Pale waliposema waqalu law kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabi sa'id, na watasema lau tungekuwa tunasikia au tunafahamu tusingekuwa katika watu wa motoni. Je, walikuwa viziwi? La, walikuwa wanasikia lakini hawawezi kufahamu haki. Yatazungumzwa hapo utasikia nao wamezidi bana, kila kitu haram, kila kitu kadha. Unasikia lakini huwezi kuelewa. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya ujinga. Ndio pale utakaposikia tunasema nyinyi mwasema kwamba jambo bid'a. Haya, mbona nyinyi mko Dar es Salaam na mtume akuja kukaa Dar es Salaam? Ile la sam'a la aqla bal la yubsiruna bi. Kwa sababu ya ujinga watu hawazungumzii maisha ya kidunia. Atuzungumzia al-masalihul mursala, tunazungumzia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, mambo ambayo ni ibada. Sasa kuna mambo mengi tu. Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ameandika kitabu maarufu na Nawaqidul Islam. Ziko ngapi ametaja? Ziko 10. Wanawachuoni wengine wanasema zinafika mpaka 400. Ile pale amefanya ni ikhtisar, amefupisha tu, lakini ukifuatilia mambo ambayo yanaweza kumtoa katika Uislamu mtu ni mengi kuliko yale aliyotaja pale. Lakini wako waislamu ukimwambia nitajie mawili hajui, lakini bado yeye ni Muislamu na anaamini ni Muislamu. Wewe unafikiri Allah alivyotuambia wala tamutunna illa wa antum muslimun alimaanisha nini? Na wala msife isipokuwa wakati mnakufa, mfe na nyinyi ni Waislamu. Tushasilimu sisi. Ndio kuna mambo za kufanya akakutoa katika Uislamu, kwa hiyo utakana uyajue. Sasa kujifanya kwamba kusoma si lazima, Uislamu unaweza ukaenda tu, hii ni sawa sawa. Lazima tupige mifano kama inavyoenda Qur'ani, mifano ya maanawi na hisia. Hivyo waonaje wewe? Watokee watu kama 100 hivi hawajawahi kusoma udereva kabisa, sio mtaani wala darasani, wajinga kabisa, yani mtu hajui kabisa kuendesha gari, alafu akachukua mabasi kama 100 hivi ya Yutong Dar es Salaam pale Mbezi, wameingia dereva mwingine, hawajawahi kusoma udereva, hawajui alama za barabarani, sawa sawa. Alafu na wengine wametokea ukutanga kama 100 wengine, alafu wakaingia kwenye barabara, wote hawajui alama za barabarani, hawajui kuendesha. Kitatokea nini hapo? Ni vifo na ajali, si ndio? Sasa ikiwa ule udereva ule na kuendesha gari ni jambo ambalo wala halina maana hivyo katika maisha ya kidunia, hata usipolijua wala udhuriki, saha. Lakini ili uendeshe na udereva wako uwe mzuri na usihatarishe maisha ya watu, utakana usome. Sasa itakuwaje katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala? Wataka wewe muabudu Allah kwa sababu umezaliwa ni Muislamu na babako na mamako ni basi imetosha hii. Ushughulike wakati wote na kilimo, ushughulike na biashara, ushughulike na kazi yako, haujatenga wakati wa kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Haiwezekani. Wala huwezi kumthamini Allah. Na ndio maana utakuta tangu uzaliwe mpaka leo inawezekana hujawahi kulia kwa kusoma Qur'ani. Yawezekana, si ajabu. Inawezekana hujawahi kulia. Sasa utalia vipi na umjue Allah? Kumjua Allah si ile kwamba muabudu wetu ni Allah yuko juu ya ardhi, hiyo haitoshi. Ndio kuna maana kuna watu walikuwa kitu al-arifuna billah, watu wanamjua Allah. Ukweli wa kumjua umsome, ujue kwa majina yake na sifa zake. Tawapa mfano rahisi. Mtoto mdogo aliyezaliwa bado, yani wengine ana miezi 2, 3, 4, miezi 6, ukimpa shilingi 10,000 anaweza kachana, kuchukua katafuna chana. Kwa nini anachana 10,000? Na kati kitu cha maana, kwa sababu ya ujinga. Hajui thamani ya nini ya ile 10,000, lakini kesho nenda naye dukani nunua mandazi, kesho kuta nenda nunua sukari, nenda tena nunua pipi. Anaelewa kumbe hichi kitu kina faida hii. Kuna siku ukitoa anaanza kulilia. Baada ya nini hapo? Baada ya kujua thamani ya 10,000 atalilia 10,000. Wewe baada ya kumjua Allah ndio utalia kwa ajili ya Allah, lakini kama ukumjua Allah huwezi ukalia kwa ajili ya Allah. Ngumu. Bado unaweza kuona anaelia anajiliza. Watu wengine bana na wenyewe kujilizaliza. Wewe umjui Allah subhanahu wa ta'ala. Hujasoma ayati zikitajwa zikisoma hapo wafurahia kiraa cha imamu. Kumbe imamu anaweza kuwa azungumza habari ya moto hapo, watu watachomwa na nini. Wewe mashallah imamu bwana kiraa chake kizuri kweli. Allahu musta'an. Mtume alayhi salatu wasallam alikuwa anasimama na aya moja usiku kucha, aya moja mpaka asubuhi, anarukuu kwa hiyo aya hiyo, anasoma aya hiyo, anarukuu hiyo hiyo peke yake usiku kucha, asoma aya hiyo tu. Wewe unaweza ukisoma aya 5 tu miayo mingi umechoka, kwa sababu huoni faida ya kile unacho. Na ndio maana ukishika simu yako ukawa uko YouTube uko wapi uangalia vituko, basi unaweza kukaa macho mpaka saa 9 usiku.
upo tu pale. Mwisho siku adhana kumeadhiniwa alfajiri. Haya, hebu shika huo msaafu afu umalize masaa matatu. Lisahalishi. Kila ukisoma miayo mara umechoka hapa. Unaweka. Haupati ladha, hautaladha na Qur'an. Kwa sababu gani? Jahil, ujinga. Sababu Qur'ani imeteremshwa wewe uzingatie. Sasa unazingatiaje? Hauelewi hapa kumezungumzwa nini, hapa kumesemwa kitu gani. Na sio kwa maana ile ukisoma uko unajua lugha ya Kiarabu kwamba hapa imesemwa wa idh qala Ibrahim, na pinde alivyosema Ibrahim, rabbi arini kaifa tuhil mauta, Mola wangu nionyeshe namna gani unahuisha wafu. Sio kwamba yatosha hivyo, kuna vitu pale. Ukiendelea kusoma, ukisoma kama umesoma sarfu utajua kwa nini hapa limetumika tamko hili, alikutumika hili. Umesoma balagha, kwa nini hapa alitanguliza kitendo akuleta jina. Kuchunga ule mweko wa maneno ya Kiarabu, maneno gani yazungumze sehemu gani, hayo yote yanachungwa. Ndio maana mtu akisoma analia, anatokwa na machozi. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala ameandika kitabu Madarijus Salikin katika juzu 2, anazungumzia suratul Fatiha, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, juzu 2. Anaandika kitu gani? Lazima ushangae. Lakini nenda kafungua kitabu usome, uone anavyozungumzia tu Ar-Rahman Ar-Rahim imekusanya vitu vingapi. Alafu utafakari Ibn al-Qayyim akiwa anasoma suratul Fatiha, je, itakuwa ile taswira yake, mambo yanayomjia katika kitu kama wewe, au wewe wasoma tu Mungu wa rehema, mwenye kurehemu, umeenda. Mwenye kurehemu pale Ar-Rahman dhu rahmatin wasi'a, itawakusanya almu'minin, itawakusanya almuslimin, itawakusanya mpaka makafiri wataingia hapo, wote wanapata rahma. Lakini Allah ni Rahim, ana rehema hasa maalum kwa ajili ya waumini. Sasa uwezi ukawa unajua Allah ni Rahim alafu wakati huo ukawa na stress kwa maisha ni magumu, haiwezekani. Unajua tu kwamba hichi ni kipindi, lakini Allah ana rehema maalum kwa ajili ya waja wake. Kuna vitu, yani vitu viko vingi ambavyo wale ambao wamesoma sisi wengine ambao tunaanza tunajua vitu vidogo vidogo tu, na wale ambao hawajasoma kabisa tutajaza mwenyewe kwamba wako katika hali gani. Alimuhimu kwa maana ilmu ni jambo kubwa, ilmu ina sharaf, lakini ukitaka kumwabudu Mola wako haki ibadati, ukweli wa kumwabudu, basi utakana usome. Salafu walijua maana ya ilmu na ndio maana hawakuchoka. Na kuna baadhi ya watu wanasema mimi nimekwenda pale Pongwe bwana, wala hamna faida hivyo nilivyoipata. Wewe hata kama umekuja hapo unajua kuliko watu wote hapa, lakini unaweza ukasikia neno moja likawa ni faida. Si kwamba kila kitu kiwe kipya. Ndio maana Musa alayhi salam pamoja na utume wake, yeye ni nabii. Tumesoma maneno ya Sufiani hapa, hakuna kitu ambacho ni bora kuliko unabii. Lakini alipoambiwa na Allah kuna mtu ajua zaidi kuliko wewe, akasema la abrahu hatta ablugha majma' al-bahrain au amdhi hukum, mimi sitaacha kuendelea kwenda, nitaenda mpaka nihakikishe nimefika sehemu bahari mbili zinakutana. Sababu aliambiwa huyo mtu anayejua kuliko wewe yuko hapa, ima nitakuta hiyo sehemu bahari zinakutana au nitamaliza muda mrefu katika kutembea, lakini sikubali kisa ambapo kuna mtu anajua kuliko wewe. Lakini yeye ni mtume, alikuwa anasema hata ajue mimi si mtume inatosheleza. Wao wanakwenda Firdaus, kuna kitu zaidi ya Firdaus. Lakini akatoka hapo akatembea na mguu, hakukuwa na ndege, hakukuwa na gari, na mguu. Na Yusha yule kijana wake wakatembea mpaka kwenda akakutana na Khadir. Akamuuliza aliyouliza, mnayajua katika suratul Kahf, yakapita yaliyopita. Musa akapata elimu aliyopata akaondoka, lakini hakuridhika kwamba yeye ni nabii, alienda kusoma. Sasa wewe ambaye sio nabii wala sio mwana wa chuoni, ndio mwenzangu na mimi, haya kuringa kwa nini? Kujiweka kwa juu kwamba uwezi kuongezewa. Namalizia na maneno ya Imam Shafi'i, anasema la yasiru almar'u aliman hatta yata'allama amman huwa fawqahu wa amman huwa mithlahu wa amman huwa dunahu. Hata kuwa mtu mwana wa chuoni bwana mpaka ajifunze kutoka kwa mtu ambaye yuko juu yake kielimu, na ajifunze kwa mtu ambaye yuko sawa naye kielimu, na ajifunze kwa mtu ambaye yuko yeye kamzidi. Jifunze kwa mtu ambaye pia wewe umemzidi elimu. Elimu ndivyo ilivyo. Hakuna mtu ambaye ajua kila kitu, hamna. Wewe kaa jifunze. Ikiwa basi yote aliyosema ni marudio, utakuwa umefanya murajaa, si hasara. Kadhalika utakuwa umetajwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na malaika wamekuja wakashuhudia kwamba wewe uko katika vikao vya khair. Hilo latosha, kafa bidhalika sharafan. aqulu ma tasma'una walhamdulillah wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullah.